Hayo yamebainishwa na naibu waziri wa afya Daktari Godwin Mollel wakati alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Mbulu Bwana Zakaria Paulo katika mkutano wa 19 wa bunge ulioanza hapa jijini Dodoma. Serikali imechukua hatua mbalimbali ili kupunguza gharama za kusafisha figo, ikiwa ni pamoja na kusogeza huduma hizi kwa kuongeza vituo vya dialysis katika hospitali 15 za rufaa za mikoa na hospitali zote za kanda nchini. Vile serikali itaongeza wadau na taasisi zinazoingiza vitendanishi, vifaa tiba na dawa zinazotumikazo badala ya kuacha mtu mmoja au taasisi kutawala soko bila kuruhusu ushindani. Pia kuhamasisha viwanda na ubunifu ndani ya nchi. Aidha, serikali imesambaza kwenye hospitali za rufaa za mikoa nchini mashine zaidi ya 100 pamoja na vitendanishi vyake. Aidha, katika swali lingine lililoulizwa na mbunge wa Mpendae Bwana Taufik Salim Turkai, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Bwana Hamis Mwijuma akachukua nafasi hiyo kulieleza bunge ni hatua gani zinazochukuliwa na serikali kuhakikisha ongezeko la vyombo vya habari mtandaoni aliathiri maadili na utamaduni wa hapa nchini. Serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imeendelea kutoa leseni za vyombo vya habari na waandaaji wa maudhui mtandaoni kwa maombi ambayo yanakidhi vigezo vilivyowekwa ili kupanua wigo na kutoa habari nchini kwa kuzingatia sheria na kanuni za utangazaji. Hadi Machi 2025, leseni 206 za televisheni na redio za mtandaoni zimetolewa. Aidha, serikali kupitia TCRA imeendelea kutoa elimu na imekuwa na programu maalum za kuwaelimisha watumiaji wa mitandao kuhusu matumizi sahihi na salama ya mitandao na kuendelea kufuatilia wale wanaokiuka maadili ya Mtanzania na kuwawajibisha, ikiwemo kuwafungia uzalishaji wa maudhui na kuwapiga faini kwa mujibu wa sheria za vyombo vya habari na za nchi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.